Ninakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Na kwa wenzangu ambao hatuna dini yeyote, habari za muda huu, karibu katika YouTube chaneli yetu ya Upashanaji Media ama Media, ukiwa nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Karibu katika mwendelezo wa vipande vya makala kuhusiana na tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Na leo ama kwa muda huu nikushirikishe neno la Mungu ambalo litaendelea kukutia imani, matumaini na upendo kwamba dunia ni makazi yaliyozungukwa na balaa na yaliyopambwa kwa udanganyifu. Hazidumu hali zake wala hawasalimiki wakazi wake. Dunia ni nyumba iliyoduni mbele ya Mola wake, hivyo ikichanganywa halali kwa haramu yake, mema kwa maovu yake, na matamu kwa machungu yake. Karibu. Naona maaskofu wanasema bandari ni kati ya vyanzo vikubwa vya mapato kwa nchi yetu, na kitu kama hiki si vyema. Viongozi wa kiroho wanashauri maaskofu, si vyema kitu kama hiki kumkabidhi mfanya biashara wa nje, na wanaona ni vizuri kama kungekuwa hata na ushindani wa wazi. Hawa wanaofanya hivyo, wanaoleta hii changamoto wa kutaka kufanya biashara hii kubwa ya bandari yetu au bandari zetu, wao wenyewe hawawezi kukupa hizo fursa kwenye nchi zao. Kule kwao wanafanya wenyewe, lakini huku kwetu wanataka sisi tuachie kila kitu. Kwa hivyo haya yanaonesha bayana kwamba maaskofu wanataka kuona Watanzania wenyewe wazidi kujenga uwezo wa kuviendesha hivi vyanzo vikubwa vya mapato na vya utajiri wa nchi yetu. Vizazi vilivyopita vilitunza hivi vitu kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kizazi hiki cha sasa kisiwe sababu ya vizazi vijavyo kuja kuteseka kwamba vyanzo vikubwa vya mapato vilishakabidhiwa watu wengine. Swadakta kabisa. Kumbuka upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako, nikikusi usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Tunaendelea kupata mfululizo wa makala vipande kuhusiana na sehemu za tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania iliyotolewa mbele ya waandishi wa habari na Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Dr. Charles Kitima. Nikusi tuwe sote, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.